ndipo msaada wetu watoka Bwana. Msaada wetu hautoki kwa binadamu Bwana. Msaada wetu hautoki kwa kila mtu Bwana. Msaada wetu Bwana watoka kwako juu mbinguni. Msaada wetu Bwana wa siku ya leo unatoka kwako siku ya leo. Msaada wetu Bwana unatoka kwako siku ya leo, katika jina la Yesu. We worship you, Lord. We honor you in the name of Jesus. As we serve you today, my Lord, today, my Father. Tunaliheshimu jina lako Bwana. Tunauliza Roho Mtakatifu Bwana akashuke mahali hapa siku ya leo Bwana, akanene nasi Bwana, akazungumze nasi Bwana. Tazama huyo mama mfalme wa falme ambaye amefika mwisho. Tazama huyo mzee Bwana wa Bwana ambaye amefika mwisho. Tazama huyo mwanalika Bwana ambaye amefika mwisho Bwana. Huo ndio mwanzo wako. Huo ndio mwanzo wako siku ya leo. Huo ndio mwanzo wako siku ya leo. Unakuja kutenda jambo jipya. Unakuja kutenda jambo jipya Bwana, katika jina la Yesu. We honor you in the name of Jesus. Tunakuheshimu Bwana. Tunakuheshimu Roho wa Bwana. Shuka mahali hapa siku ya leo Mfalme, katika jina la Yesu. Tunakuabudu Bwana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunalitukuza jina lako Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu Bwana Jehova siku ya leo, mfalme wa falme. Inuliwa na upewe sifa Bwana, katika jina la Yesu. Wewe unaweza Bwana, katika jina la Yesu. Tunaenda kuzalika tena Bwana. Hakika neno lako Bwana linasema ya kwamba Bwana ati mti ukikatwa Bwana unashipuka tena Bwana. Mti ukikatwa Bwana unashipuka tena Bwana. Hata sisi siku ya leo Bwana wa mabwana tunaenda kushipuka tena Bwana, katika jina la Yesu. Inuliwa na upewe sifa Bwana. Tunaenda kushipuka kiroho Bwana. Tunaenda kushipuka kibiashara Bwana, katika jina la Yesu. Tunaenda kuongezeka Bwana. Tunaenda kuongezeka siku ya leo. Tunaenda kuongezeka siku ya leo. Tunaenda kuongezeka Bwana. We worship you Lord in the name of Jesus, because you are the Lord. You are the mighty master in the name of mighty Jesus. Tunaenda kuongezeka siku ya leo, katika jina la Yesu. Tutaongezeka Bwana wa mabwana. Tuko na imani Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Bwana. Worship you Lord. Na kuheshimu Bwana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. We worship you Lord. Yesu alihao mudhe mwili uliokwenda. Yesu alihao mudhe mwili uliokwenda. Yesu alihao mudhe mwili uliokwenda. Yesu alihao Netuga Yesu alihao mudhe mwili uliokwenda. Yesu alihao mudhe mwili uliokwenda. Yesu alihao ni wako wote kwa balalio mwili uliokwenda. Mwili mudhe wako wote kwa balalio mwili uliokwenda. Wako wote kwa balalio mwili uliokwenda. Yesu alihao iwako ni gushererwo mwili uliokwenda. Mwili mudhe wako ni gushererwo mwili uliokwenda. Wako ni gushererwo mwili uliokwenda. Mudhe Yesu. Yesu alihao iwako ni kuoherwo mwili uliokwenda. Yesu wako ni kuoherwo mwili uliokwenda.
Bila
Waambie Baba, siwezi nikakulinganisha na nini siku ya leo. Hata Dagoni yake kumwangalia katika jina la Yesu. Tunalinua jina lako Bwana. Tunasema ni asante asubuhi ya leo Bwana. Hatuwezi kulinganisha na kitu chochote Bwana. Katika jina la Yesu. Roshine no wagane twa kwa barali ya Mwathani. Tukiugana wagelile kugosho Mwathani. Tukiugana wagelile gotio Yesu. Ngeino wale tole Yesu Kristo. Tutiyetoke kulikidania nake. Tutiyetoke kulikidania nake Mwathani. Roshine no waga Mwathani. Hatuwezi kulinganisha na kitu chochote Bwana. Katika jina la Yesu. Unastahili kupewa sifa Bwana. Asubuhi ya leo Bwana. Hatuwezi kulinganisha na kitu chochote Bwana. Bora wewe ni mweza yote. Kipasa tunasema Bwana wa mabwana. Misiri Mwathani, Marigidadi Mwathani, Wagekwa Mwathani, Firauni yake Manase Ibrahim, Daine wale tole Yesu Kristo. Kipasa tunakuheshimu Bwana. Kipasa tunalinua jina lako Bwana. Worship you Lord. We honor you in the name of Jesus. Yesu jina lako Bwana. Tusherere Mwathani, tusherere Mwathani, tusherere Mwathani, tusherere Mwathani. Daine wale tole Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwema. Na hakuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Yesu. Ita Bwana asubuhi ya leo. Uite kwa sababu ya familia yako na nyumba yako. Katika jina la Yesu. Mwambie Bwana awabariki. Mwambie Bwana awakumbuke. Mwambie Bwana awaokoe. Hata sasa nguvu za wokovu zingali zi mikononi mwake na zinafanya kazi. Katika jina la Yesu. Baba wetu hajalemewa hata sasa kututenda mema. Tuliabudu jina lake, tuliinue jina lake, tuliheshimu jina lake. Katika jina la Yesu. Siku ya ibada ni siku ya kumwabudu Bwana. Mwambie anastahili, mwambie anatosha, mwambie hakuna aliye kama yeye. Katika jina la Yesu. Baba umetukuka, Baba umeinuliwa, Baba umeheshimiwa. Hakuna ya kulinganishwa, hakuna ya kutoshanishwa. Wewe utabaki kuwa Mungu. Katika jina la Yesu. Wewe umetukuka, wewe unastahili. Ponya familia zetu, ponya waume wetu, ponya wake wetu, ponya watoto wetu, warejeshe kwa ufalme. Katika jina la Yesu. Tunataka kutangaza hakuna kilio tena ambacho kitatoka katika boma zetu. Katika jina la Yesu. Tunatuma neno la uponyaji liponye boma zetu na lizifanye kamili. Katika jina la Yesu. Baba umetukuka, Baba umeinuliwa, Baba unaweza na unaweza mambo yote. Jina lako litukuzwe. Let your love our God. The confining factor God. Ombea nchi yetu ya Kenya. Sisi ni waombezi. Ni sisi tunangojewa ili nchi yetu ipone. Tumwambie Bwana asubuhi ya leo akubalie nchi yetu ipone na iitwe nchi ya baraka. Katika jina la Yesu. Tuma neno la uponyaji katika mipaka yote ya nchi yetu. Katika jina la Yesu. Umefika siku ya leo ili nchi yetu ipone. Itangazie uponyaji, itangazie urejesho wa haki na kweli na ucha wa Mungu. Katika jina la Yesu. Ponya nchi yetu, inua nchi yetu, rejesha nchi yetu katika mahala pako pa kumwamini Mungu. Katika jina la Yesu. Kenya ipone, Kenya ipone na mipaka yake ipone. Katika jina la Yesu. Tumekataa kusalia nyuma.
jina la Yesu tuponye wananchi, ili tupende nchi yetu na tukupende wewe, katika jina la Yesu. When we are worshiping you, God, we will be blessed in our Father. We worship When you. we are looking at you, King of Glory, We honor you. always guiding your people, King of Glory. We give you From the glory. time when our Father you relieved Boma us zikipona, bondage in nchi ipone, we always kanisa litapona. that your people Tuma neno la uponyaji katika mwili wa Kristo, katika jina la Yesu. Mwili wa Kristo twatangaza upone na upate ladha yake, ladha ya haki, ladha ya utakatifu, ladha ya upendo, ladha ipatikane katika mwili wa Kristo, katika jina la Yesu. Tunakataa kanisa kuchekelewa, kanisa kuaibika. Baba, tunaomba utakatifu utawale kanisa na mwili wa Kristo, katika jina la Yesu. so that we may be blessed. Oh, we worship We you. know that our God, nothing that has changed our God. Ndiposa ulituita, Whatever was there, King of jina lako was litukuzwe, there even there. tukiombea kanisa katika dunia yote. Tumwambie Bwana aponye dhehebu letu la Full Gospel katika jina la Yesu. Baba, ponya dhehebu letu la Full Gospel katika jina la Yesu. Baba, ponya dhehebu letu la Full Gospel katika jina la Yesu. Hata sasa kupatikane wachungaji wenye haki, hata sasa kupatikane washirika wanaokupenda, hata sasa kupatikane kanisa linalomwabudu Mungu wa kweli katika jina la Yesu. Tunatangaza asubuhi ya leo dhehebu letu lipone katika jina la Yesu. Ukiombea kanisa na dhehebu letu, ombea LCA yetu ya Daiga asubuhi ya leo katika jina la Yesu, na uombee kanisa letu la Peniel pamoja na Daiga LCA katika jina la Yesu. Omba Daiga inuke kiwango kingine na kiwango cha juu, kupatikane waume wake, vijana na watoto wanaomheshimu Mungu, wanaompenda Mungu na mioyo yao yote na uweza wao wote na nguvu zao zote katika jina la Yesu. Baba, tunaombea Daiga LCA asubuhi ya siku ya leo na matawi yake yote, tunaomba katika jina la Yesu. Daiga ipone, Daiga iinuke, Daiga ipanuke, Daiga ikize mizizi yao mahala pa ufufio katika jina la Yesu, ili tuzae matunda mengi na tuwe kielelezo kwa wengi katika haki, katika utakatifu, katika usafi. Baba, inua Daiga katika jina la Yesu. Bariki Mizipa, bariki Judea na uwainue viwango katika jina la Yesu. Bariki Ebeneza, bariki Philadelphia na uwainue viwango katika jina la Yesu. Bariki Berea na ubariki Peniel katika jina la Yesu. Bariki Shilo na ubariki Rehobo katika jina la Yesu. Bariki Goshen na ubariki Bethel katika jina la Yesu. Madhabahu haya tunayaombea yavute wengi kwako katika jina la Yesu. Ponyaji upatikane, uhai upatikane katika jina la Yesu. Daiga ipone na inuke viwango katika jina la Yesu. Help us, dear Lord,
Because this is a different morning. Oh, we love you, King of Morning honor. of God. Oh, we love you, King of glory. New life. Oh, we love you, King of Morning honor. of God. Asubuhi ya leo New beginning. tuma neno The morning of katika mahospitali power. na utangaze watu wapone, watu wapone na magonjwa yote, watu wa Mungu wanaougua kwayo ikufe, isabalatike katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, tunaomba asubuhi ya leo watu katika mahospitali na vitanda vya nyumbani vya magonjwa wapone, 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 wapate afya katika jina la Yesu. Magonjwa na maumivu si sehemu yetu, si sehemu ya watu wako. Tunawatangazia wapone. Bwana, kuwa rahisi kwa watu wako Jehova. Tutakuhimidi asubuhi. Healing in Jesus name. Na watu wapone magonjwa ya kiroho katika jina la Yesu. Kusipatikane aliyelemaa, aliyeshindwa kusema la kwa dhambi katika jina la Yesu. Tusaidie na utuponye katika jina lako. Protected with assurances of God. Because of God, this mountain has never Umeinuliwa Yesu, umeinuliwa sana, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa sana, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa sana, umeinuliwa.
mwabudu, mwabudu, mwabudu. Mwambie ni yeye na hapana mwingine, katika jina la Yesu. Mwabudu Roho. Abudu Roho wa Bwana na utukuze jina lake, na umwambie tu katika utawala wake atutawale, atufikishe mbinguni salama, katika jina la Yesu. Tunakuabudu, tunakuabudu Baba wetu wa mbinguni. Oh, we worship you. We honor you. We give you glory. We give you honor. We give you adoration. Usikae kimya, abudu Bwana. Wewe ni mwema, umetukuka juu sana. Yesu
Yesu angali anauliza katika neno lake, je, nikirudi nitapata watu wenye haki? Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho watu watajipenda, watu watapenda pesa, watu watajisifu wenyewe, watatoka katika njia za haki. Watu wako na kila sababu ya kutomwabudu Bwana. Siku ni ovu, siku ni baya. Wenye haki, wenye haki wasimame, wenye haki wasimame. Wenye haki wako wapi? Watetee Mungu wao. Wenye haki wako wapi? Wanaojua dhambi ni baya. Na watu siku zetu hawaogopi dhambi, hawaogopi makosa, hawaogopi kusimama patakatifu pa watakatifu. Hanakiagai wakwa itera moyo wako, hanakiagai wakwa itera moyo wako, hanakiagai wakwa itera moyo wako, hanakiagai wakwa itera moyo wako. Paulo akaona Wagalatia, alipowaangalia kawauliza, si ndio nyinyi mlioanza na Roho? Kwani kumekuwaje? Nani amewaroga ya kwamba sasa mnamalizia na mwili? Siku za mwisho, siku za kumalizia, wapendwa, ni siku za hatari. Wengi walioamini watarudi nyuma, wengi waliokuwa wa ukweli watarudi kwa dhambi. Tumwambie Bwana asubuhi ya leo, tuokoe, tuone, tusaidie, tusamehe, tumalizie vizuri katika jina la Yesu. Jiombee. Wewe uliitiwa uzima, wewe uliitiwa uwe mrithi, hukuitwa uwe mshirika tu wa full gospel. Uliitwa ufike mbinguni, uliitwa tarumbeta ikilia wewe upatikane, uliitwa Yesu atakapodhihirishwa wewe uonekane. Usibadilishe uzima wa milele na mambo ya mpito na raha za mpito na sherehe za mpito. Penda Yesu, penda Yesu, penda Yesu, penda Yesu. Hanakiagai wakwa itera moyo wako, hanakiagai wakwa itera moyo wako, hanakiagai wakwa itera moyo wako, hanakiagai wakwa
mwisho. Tusimame vizuri, tusimame vizuri, tusimame vizuri. Yesu tukutetee. Yeah. Igweki egovina yaro
tusaidie. Baada ya kukaa kwako siku, miezi, miaka, tusaidie ili siku ya kiyama ikifika tupatikane. Hata sasa tunaomba ya kwamba tupatikane kanisa la watu wenye haki. Tusaidie, tusaidie, tusaidie. Roho Mtakatifu, tuko katika nyakati zako za utawala. Njoo tujaze tena na nguvu zako za ucha Mungu, za kudhalau na kuogopa dhambi, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tuko katika utawala wako. Tusaidie, tusaidie. Hata siku ya leo, ukiona dhambi, ukiona makosa, ukiona uovu, tuoshe, tutakase, tusamehe, kwa sababu haja yetu ni tufike uzimani na tukuone Yesu na tuishi pamoja na wewe. Asante asubuhi ya leo. Madhabahuni kuna waume, asante kuna wake, asante kuna vijana, asante kuna watoto. Pokea sifa. Tukiwa uweponi mwako siku hii, utubariki, utuponye magonjwa, ututie nguvu katika safari ya imani. Tusaidie tusighaili na tusiangalie nyuma, lakini mbele tuendelee, katika jina la Yesu. Kwa wale ambao ni wa ushirika huu na ni wagonjwa, Bwana, twatuma neno la uponyaji katika jina la Yesu. Wale wamelemewa, patikana msaada wao katika jina la Yesu. Katika vitanda vya nyumbani vya magonjwa, tunatuma uponyaji, ni watu wako wapate afya katika jina la Yesu, na ili tupate sababu ya kulitukuza na kuliheshimu jina lako. Kae nasi siku hii ya ibada, turishe mezani pako. Tutoke hapa tukiwa watu wengine ambao wamekutana na wewe, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Kila mmoja aseme amen. Amen. Salimia aliye karibu nawe, mwambie asante kwa kufika. Na umwambie kwamba asante kwa kufanya uamuzi wa busara. Hata kukiwa na baridi, hata kukiwa na mvua, kafanya uamuzi afike katika nyumba ya Bwana. Pigia Yesu makofi, tumsifu Bwana. Makofi mazuri kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina
Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye Baba. Kwake Yesu nasimama, ndiye Baba. Yeah.
Tucheze kwa Yesu tukizunguka sasa. Zunguka, 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 zunguka. Somebody! 1, 2, 1, 2. Thank you. Woo! Amen. Amen. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. We give you praise. Tunakupa sifa, We give you glory. tunakupa utukufu. We honor your name. Tunaliheshimu jina lako. Somebody tell the Lord thank you. Bereria kweraga inewe. Kwa maneno ya kinywa chako mwambie asante. Nashugusha kanu wagakumura. Yeye ni mwema asubuhi ya leo. Wewe ni mwegaro shindirwa mu. Hafananishwi na miungu mingine. Tuko hapa kwa sababu yake. Kwa maneno ya kinywa chako mwambie baba yako asante. Katika jina la Yesu. Father, we worship you. Mwambie Jehova asante. Amekuwa mwema kwako. Ameyalinda maisha yako. Amekuongoza katika njia zake. Asubuhi ya leo mwambie Jehova asante kwa wema wake na fadhili zake ambazo zinadumu hata milele, katika jina la Yesu. Father, we worship you. We give you glory. We give you honor. We exalt you. Blessed be your name. You are my God and my healer, my redeemer. In the name of Jesus, I am here this morning just because of you. Come and reign in the name of Jesus. Tawala Jehova, tawala maisha yetu, tawala mawazo yetu, tutawale Jehova katika jina la Yesu. Hata katika ibada zetu Bwana, tunaomba ya kwamba ukatawale katika mawazo yetu. Bwana, tawala, hatuna mwingine aliye kama wewe. Umetubeba kwa mabawa yako, malaika wako wametubeba pamoja na familia zetu, na ndiyo maana tuko hapa asubuhi ya leo ili Bwana tukuambie asante, na vile vile tukisema ya kwamba hakuna mwingine wa kuabudiwa, wa kupewa sifa, wa kuinamiwa ila ni wewe, Baba wetu wa milele. We worship you. Come and reign. Come and take preeminence in our services today. We are off the way that you may have your way. We decline this morning that you may incline in us. Heal the sick, O God. Remember us one more time in the name of Jesus. Those who are in their homes and they are not feeling well, Lord God, I pray, may you stretch your hand upon them, dear Lord. Touch them this morning. Rikayada Baganda. In the name of Jesus, restore them, dear Lord, back to their right health. In the name of Jesus, those who are bedridden in hospitals, mighty God, we pray, may your divine grace minister unto them. In the name of Jesus, we worship you this morning and we give you glory. We thank you, dear Lord, for the hearing of your word. In Jesus' name, let your word take in our hearts. In the name of Jesus, and our lives will never be the same again. We thank you, dear Lord, as we honor you. In Jesus' name, we pray. And somebody say amen. Give the Lord a hand clap in Jesus' name. Allow me to take this opportunity to welcome all of you in our service this morning. And I want to thank God
that he has been faithful in our lives, and the Lord has carried us this far. We can confess that Jehovah has been Lord in our lives, and we have a reason to thank him and to give all the glory unto him. Amen. Kindly turn to your neighbor, tell him or her, it is a blessing to have you here today, and may the Lord bless you for being my neighbor, and in that case be a good neighbor to me. Amen. Mwambie vizuri, mwambie asante kwa sababu ya kuwa jirani yangu, na uwe jirani mwema leo. Amen. Najua unaweza keti karibu na mtu akuimpact positively, na unaweza kaa pia karibu na mtu akutaabishe sana. Sasa amini Mungu ya kwamba neiba yako leo atakuwa ni jirani mzuri. Bwana asifiwe. I want us to get into the word of God. I took a lot of time on Sunday explaining the city of Corinth, na nikiwaelezea why Corinth was peculiar than the other cities, na tukaelezea vizuri ya kwamba ulikuwa mji ambao ulikuwa wa kibiashara, na it was a port city, karega tauni kairia ini, na merikebu nyingi sana zilikuwa zinakuja kudok hapo katika Corinth, na marikefu nyingine shokaga kwa Corinth, and money was changing hands, na pesa ilikuwa inabadilishanwa huko sana, na vile vile mali na vitu, na tukasema ya kwamba kulikuwa na mnara kule, na tukiugane kware na ambao ulikuwa ni mnara wa ukahaba, kware na mnara wale wa umaraya, na nikawaelezea kwa nini Paulo akawaandikia wa Korintho, akiwapea maneno ya the order that is supposed to be followed in the church, and how men were being helped by Paul, na uria andu mateithagio ni Paulo, athuri arume mateithirio ni Paul, na uria athume mateithirio ni Paulo in silencing the women who are in Corinth. Gukiria atumia aria mari kuria Korintho. And I told you how they gathered in the church, na ngimwira uria macemanagia kanitha-ini, and the reason why they were coming in big numbers into the church. na ngimwira niki gitumi giatumaga moke mari na namba nene When thini wa Paul kanitha. was preaching unto them, Riria Paulo mahunjagiria, aliwaelezea vizuri juu ya mwanaume mwingine ajaye, ni amataragiria wega iguru rigi muthuri ungi wokaga, ambaye sio kama wale ambao wamewahi kuwaona, makiria ma muthuri angi aria manona, na vile ambavyo atakuwa na utajiri na mali nyingi, na uria gukorwo na utonga na indo nyingi, na atakuwa na sifa na umaarufu, na gukorwo na igweta inene, ila hawakujua ya kwamba huyu mwanaume no matiamenyaga mundurume uyu haji kama wale wanaume wengine. ndaroka ta arume aria angi. Jina la Bwana litukuzwe. Na nikawaambia kwa sababu ya tangazo hilo, na ngimwira ni tondu wa itangatho riu, wengi wa wamama walihudhuria kanisani atumia aingĩ nĩ ama mathiaga hekaluni, kana hekalu-ini, ili waje wamsubiri yule mwanaume, nĩguo moke meterere mũndũrũme ũcio, na walikuwa wakija wakiwa wamejiandaa, na mokaga meharĩirie wega, na kujiandaa kwa hawa wanawake, na kwĩharĩria kwa atumia aya, kwa sababu tayari walikuwa ni makahaba, nĩ tondũ marĩ ahũri ũmaraya, walikuwa wanajiandaa kwa urembo na marembo ya nje, meharagĩria nĩ tondũ wa gwĩthakaria kwa nanja. naye Paulo anawaelezea juu ya urembo wa kumngojea yule mwanaume, na Paulo nake nĩ amataragĩria igũrũ rĩgiĩ ũthaka wa kweterera sio tu urembo na marembo ya nje, to ũhoro wa gũthakaria mwĩrĩ wa lakini ni igũrũ, wa yule mtu wa ndani, no nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa wa na kwa thĩinĩ, sababu huyo mwanaume nĩ ajaye tondũ mũndũrũme ũcio wokaga hatashughulika na vile ambavyo mtu anavyokaa, ndarĩ na shughuli na ũrĩa mũndũ atariĩ, lakini atashughulikia maneno ya moyoni. no acugurĩkagĩra maũndũ ma na thĩinĩ. Jina la Bwana litukuzwe. So kutoka kwa hapo ũguo kuma hau Paulo akaanza kuwabadilisha polepole, Paulo akĩambĩrĩria
akaanza kujiintroduce kwao polepole na kuwaelekeza kwa Yesu polepole. Jina la Bwana litukuzwe. Na nikawaambia mahubiri ya Paulo yalikuwa yanaanzia kwa kile kinachojulikana ama tabia za watu wale ambao waliowakuta, na kutoka kwa hizo tabia zao akawahubiria maneno ya Yesu, akawavuruta akiwaleta kwa Yesu. Mji wa Corinth ulikuwa ni mji ulifanywa ukahaba sana, na predominantly walitarget wanaume. Kwa hivyo walipoelezewa juu ya mwanaume aliye shupavu na aliye na umaarufu, basi wote wakafuata Paulo. Jina la Bwana litukuzwe. Na hapa tukamwona Paulo amejiunganisha na watu wawili, mmoja aliitwa Aquila na mwingine akaitwa Priscilla. Aquila alikuwa mme, Priscilla alikuwa ni mke wake. Na hawa watu walikuwa wametoka Rome na wakafika Italia. Na walipofika huko wakaanza kufanya kazi ya kutengeneza hema. Tabia ama taaluma yao ilikuwa ni ya kutengeneza hema. Na kwa hivyo Paulo alipofika huku Corinth akaungana pamoja na Aquila na Priscilla, na vile vile akaanza kazi, akawa part-time minister, na vile vile anafanya kazi yake. Wanafanya kazi na Aquila na Priscilla, na siku za Sabato ama siku za ibada alienda kuwahubiria wale ambao hawakuwa wameamini, waliokuwa wengi ni Wayahudi na Wagiriki. Bwana asifiwe. Katika mstari wa 4 hapo ndipo tulimalizia vile alifanya kazi, na pamoja na kazi vile vile akahubiri. Mambo haya mawili aliyafanya mtawalia ili ajimudu kimahitaji na katika maisha yake. Lazima angefanya kazi, na pamoja na kufanya kazi hakuacha mwito wake uliompeleka Corinth, kwa sababu pale Corinth hakuwa ameenda kufanya kazi ya hema, alienda huko kwa sababu ya kuhubiri. Jina la Bwana litukuzwe. Alifanya mambo haya mawili sawa sawa. So kuanzia mstari wa 5 maandiko inasema hivi: And when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul was pressed in the spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. Hata Sila na Timotheo walipoteremka kutoka Makedonia, Paulo akasongwa sana na lile neno, akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. But when they opposed and insulted him, Paul shook the dust from his clothes and said, Your blood is upon your own heads. I am innocent. From now on I will go to preach to the Gentiles. Walipopigamana naye na kumtukana Mungu, akakung'uta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu. Mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Mistari hii miwili ina mambo mengi sana katika mahubiri haya. Mstari wa 5, wakati Bible inasema wakati Timotheo pamoja na Silas walipofika, Biblia irauga thiini wa muraini wa 5 rĩrĩa Sila na Timotheo makinyire, wakiwa wametoka Makedonia. Maumete kũrĩa Makedonia. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwo. Wakabadilisha mtazamo wa huduma
ya Paulo. magecenjia muoroto wa utungata wa Paulo. Unaposoma katika Wakorintho, tungithoma thĩinĩ wa Korintho wa pili sura yake ya 9. Akorintho wa 2:9. Bwana asifiwe. Ndani ya rogoshwo Paulo anaelezea juu ya vile ambavyo Wakorintho wa pili sura ya 8. Akorintho wa 2:8. Bible inasema hivi, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in his kindness has done through the churches in Macedonia. Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Hivyo kanisa hili la Makedonia, kanitha wa Makedonia, walitoa mali zao ne marutaga indo ciao ili wasupport kazi ya Paulo, niguo mahota guteithĩrĩria wĩra wa Paulo. Na utaona hapa ya kwamba walipofika Timotheo na Silas, na rĩrĩa makinyire Timotheo na Sila, wakiwa wamebeba vipawa makuĩte iheo na misaada ambayo kanisa hili la Makedonia lilitoa, na uteithio ũrĩa makanitha ma Makedonia marutĩte, ile kazi ambayo Paulo alikuwa anaifanya, wĩra ũrĩa Paulo arutaga, kwa sababu mahitaji yake sasa yameweza kukua supplied, nĩ tondũ rĩu nĩahota gũkinyĩria ũteithio ũrĩa abataraga gũkinyĩria. Akaacha kazi ya kutengeneza hema, agĩtiga wĩra wa gũthondeka ile hema, kazi ingine side hustle aliyokuwa nayo, wĩra ũrĩa ũngĩ arutaga handũ ha kũhunjia. Alipoipokea supply ya kanisa la Makedonia, rĩrĩa agĩire na ũteithio kuma kanitha wa Makedonia, immediately akabadilisha mtazamo wake, hau akĩgarũra muoroto wake, akabadilisha uwajibikaji wake, akĩgarũra sasa akaachana kabisa na kazi ya kujenga hema, agĩtigana na wĩra wa gwaka hema, akaanza kazi ya kuhubiri, akĩambĩrĩria wĩra wa kũhunjia, na akaanza kuhubiria kila mahali, na akĩambĩrĩria kũmahunjĩria handũ hothe, na wakati wote, na ihinda rĩothe, in every situation, handũ-inĩ hothe, in every gathering. kĩũngano-inĩ gĩothe. Paulo akaichukua nafasi hiyo Paulo akoya ikinya kama nafasi ya kuwahubiria. ta ihinda rĩa kũhunjia. Bwana asifiwe. Isingelikuwa ni kanisa la Makedonia okorwo ti kanitha wa Makedonia lililotoa vitu zao, arĩa marutaga indo ciao, wakatoa mali zao, makĩruta indo ciao, injili haingehubirika, injili ndĩngĩahunjĩkire, kanisa halingeweza kusimama, kanitha ndũngĩahotire kũrũgama, kwa sababu Paulo wakati wa kwanza, nĩ tondũ Paulo ihinda rĩake rĩa mbere alikuwa na divided attention, arĩ na mũgayũkano mwega, lakini alipoona vile kanisa linatoa, no rĩrĩa onire ũrĩa kanitha ũraruta na msaada ambao umemfikia, na ũteithio ũrĩa ũramũkinyĩrĩra, akaacha kazi ya hema. akĩtigana na wĩra wa hema. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Angalia neighbor, mwambie kanisa sasa ni wewe. ndũkĩroreka mũrigani wa kũmwĩra kanitha rĩu nĩwe. Amen. Amen. Kanitha rĩu nĩwe. Kanitha nĩwe rĩu. Na kama kanisa litasonga mbele, na gĩko kanitha nĩ ũgũthiĩ na mbere, linahitaji msaada wako. nĩ ĩrabatara ũteithio waku. Whenever you are told to give in the church, rĩrĩa kwĩrwo ũrute thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, if you don't give, angĩkorwo ndũkũruta, what you are doing is that you are dragging behind ũrĩa ũreka nĩ atĩ ũragucia na thutha kazi ya injili. wĩra wa injili. Bwana asifiwe. Bwana nĩarogocwo. Kanisa la Makedonia, kanitha wa Makedonia, walikuwa na shida, nĩ marĩ na thĩna, walisombwa na nĩ matatizo, marĩ na maũndũ maingĩ, walikuwa na umaskini, nĩ marĩ na ũthĩni mpaka mũingĩ, umenakiliwa katika Biblia. ona nginya nĩ mandĩkĩtwo thĩinĩ wa Lakini Biblia. pamoja na hiyo, no hamwe noguo, mioyo yao ngoro-inĩ ciao ilisukumwa sana nĩyatindĩkagĩrĩrio juu ya mũno kujitolea igũrũ rĩgiĩ na kwĩrutĩra kuwa waaminifu, na gũkorwo marĩ hakuhĩ, ili kazi ya nĩguo Bwana wĩra wa Mwathani iweze kuendelea. ũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Bwana nĩarogocwo. Na wimbo tuliimba zamani, rwĩmbo twainaga tene, ulikuwa unauliza hivi wimbo huu, woragio kanisa litajengwa na kina nani? Kanisa litajengwa na kina nani? Iyo. Kanisa litajengwa na mimi na wewe.
Praise God. Mwathani arogoshwo. Uliza neighbor kama yeye anajenga kanisa. Uria murigani waku kana araka kanitha. Amen. Amen. Can you emulate the churches in Macedonia? No uige muhiano wa makanitha Makedonia. People who are giving even in their abject poverty. Andu marutaga ginya hamwe na utheni wao. And immediately when Cyrus and Paul and Timothy arrived, Na riria Timotheo na Sila makinyire, and they came with baggages of presents na magioka na iheo nyingi, and the support they had given, na uteithio uria mahetwo, ili kazi ya Bwana iendelee, kwa wira wa Mwathani uthie na mbere, Paulo akaachana na kazi ya hema. Paulo agetigana wira wa hema. Angalia neighbor yako, umuulize pastor wako Ndora murigani wako mwira mutungatiri waku ri. anaweza acha ile anafanya kwa sababu yako? No atige wira uria arutaga ni tondu wa. Amen. Amen. Praise God. Ndani arogoshwo. You know, the advancement of the gospel, Uhoro wa guthie na mbere kwa injiri it demands that you be faithful. ni kurabatarania we wihokeke. Number 2, Na wakeri it demands that you commit yourself ni rabatara we to wirutire the advancement of that agenda. ni tondu wa agenda ĩyo ĩthiĩ na Without your participation, gũtarĩ we gũkorwo ho advancing the gospel gũtwarithia injiri becomes at times a nightmare. mahinda mangĩ gũkoragwo gwĩ ũndũ ũtangĩhotekeka. Amen. Amen. So when Paul received ũguo rĩrĩa Paulo amũkĩrire the help from Macedonia, ũteithio ũrĩa waumĩte Makedonia, and at times I thank na God mahinda mangĩ nĩnjokagĩria Ngai ya ngatho kwamba hata kama watu wake watagoma, atĩ onakorwo andũ acio nĩ bado kuna kuanga na watu wa Makedonia no gũkoragwo na andũ a Makedonia ambao wanatumananga, arĩa matũmanaga sio kwa uheri wao, ti tondũ wa ũthii sio wa na kwa mbere msaada wao, wao, ti tondũ wa ũteithio wao, lakini kwa sababu ya uendeleshaji No, ni wa todo- kazi ya Bwana. wa gũtwarithia injiri ya Mwathani. Ask your neighbor, can you become a member in the Macedonian church? Ũria mũrigani waku kana no akorwo mũcirika wa Makedonia. Do you have a Macedonian spirit? Wewe na roho wa kũrĩa ta andũ a Makedonia, Those who give freely arĩa maheanaga oro ũguo na kwĩyendera and with a lot of joy, na gĩkeno kĩingĩ, because the joy they had in their nĩ hearts tondũ gĩkeno kĩrĩa marĩ nakĩo ngoro-inĩ ciao compelled them to give, kĩamatindĩkagĩrĩria and they kũruta gave abundantly. na makaheana na ũingĩ. Until when Paul realized O nginya rĩrĩa Paulo ataũkĩrwo zile vitu Timotheo wameleta, indo iria Timotheo arehete, akaacha kazi ya hema, agĩtigana na wĩra wa hema, akaanza kazi ya kuhubiri. agĩthiĩ na mbere na wĩra wa Alihubiri kũhunjia. kila mahali, Ahunjagia handũ hothe na masaa yake na yote mahinda make mothe aliyatumia kwa kuhubiri. amahũthagĩra na kũhunjia. Haleluya. Haleluya. Alipowasukuma sana na injili, Rĩrĩa athire na mbere na injiri, wale watu wakaanza kumuoppose, andũ arĩa makĩambĩrĩria kũregana nake, na na walipomuoppose, rĩrĩa mareganaga nake, sasa hapa ndipo Paulo anasema hivi haha nĩho Paulo arauga ya ũguo, kwamba nimejikung'uta mavumbi atĩ nĩnderingithia kwa sababu nyinyi nimewahubiria tondũ niĩ ndĩmũhunjĩirie na mmekinai habari na njema. nĩmũnyirĩte kiuhoro Sasa mwega. nimeachana na nyinyi, Rĩu nĩndatigana na inyuĩ watu wa Uyahudini, andũ a Ayahudi, wale ambao Biblia inasema arĩa Biblia yugaga atĩ Yesu alikuja kwa sababu yao, atĩ Jesũ okire nĩ tondũ wao, lakini wale waliokuwa wao no arĩa marĩ ake wakamkataa. makĩmũrega. Walipomkataa, Rĩrĩa mamũregire, Bible inasema hapa Biblia ĩrauga ũũ, mlango wa mataifa mũrango wa andũ a ndũrĩrĩ kuanzia hapo kumania ukafunguka. na hau ũkĩhingũrwo. Isingelikuwa Okorwo ti ni msaada wa kanisa la Makedonia, ũteithio wa kanitha mlango wa mataifa mũrango wa ndũrĩrĩ haungelifunguka. ndũngĩahingũkire. Paulo angeendelea kukaa Paulo angĩathire na mbere gũikara, akiwasihi na kuwapembeleza, akĩmathaithaga, akitembea katika kazi zake, agĩtwaranithagia wĩra na wake vile na vile mbere, part time anahubiri. na mahinda marĩa mangĩ akahunjia. Lakini alipopata No msaada, rĩrĩa agĩire na ũteithio, sasa akaona hata hawahitaji tena. rĩu ona akĩona ndarabatara. Nimewahubiria, Nĩndĩmũhunjĩirie, nimewasihi, nĩndĩmũthaithĩte, nimewaeleza, ona nĩndĩmũtaarĩirie, nimewajaribu, ona nĩndĩmũgeretie, lakini mmenikataa. no nĩmũregete. Bible inasema akatingiza miguu, Biblia ĩrauga akĩringithia magũrũ thĩ, akapigisha miguu chini, akĩringithia magũrũ make thĩ, akaachilia mavumbi, akĩrekereria rũkũngũ, akawaambia maneno haya: akĩmera ciugo ici, sasa damu yenyu rĩu thakame yanyu haimo mikononi ĩrĩ mwangu, moko-inĩ makwa, maisha yenyu mĩtũũrĩre yanyu na hukumu yenyu na ituĩro rĩanyu iko juu yenu. ĩrĩ igũrũ rwanyu. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Na mlango wa mataifa Na mũrango wa andũ a ndũrĩrĩ sasa ukaanza kufunguka. ũkĩahingũka. Mwathani arogoshwe. Bwana Yesu atukuzwe. Tuangalie neighbor, umwambie watu wa mataifa walikuwa ni wewe. ndũkĩrore mũrigani wa kũmwĩra andũ a ndũrĩrĩ marĩ we. Bible inasema sisi hatukuwa watu ama taifa la Mungu. Biblia ĩrĩa ĩrauga atĩ ithuĩ tũtiarĩ andũ a kwendwo nĩ Ngai. Katika Petro wa kwanza 2:9. Petro wa mbere 2:9.
Kimbia hapo kwa haraka nikuonyeshe uone vile ambavyo tulikubalika sisi ambao tulikuwa watu wa jehanamu. Angalia neighbor, umwambie tulikuwa watu wa jehanamu. Watu ambao hawangekubalika mbele za Bwana. Amen. Amina. Petro wa pili, samahani. Petro wa pili sura ya aya ya pili. Petro wa kwanza 2:9. Sorry. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wake ni wa 9. Anza soma wa 10 tu. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Sasa hivi ndivyo tulifanywa wakati ambapo Paulo aliachana na Wayahudi. Soma hapo chini. Mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Soma mstari wa 9 tusikie. Umesoma? 10 soma. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa. Nyinyi mliokuwa kwanza si taifa. Hamkuwa watu ambao wangekubalika mbele za Bwana. Lakini wakati ambapo kanisa la Makedonia waliingilia na msaada wao, wakamsaidia Paulo, na akajaribiana na watu wa Kiyahudi, nao wakakinai habari njema, akawaacha akaachana na wao. So nyinyi ambao hamkuwa taifa, sasa mkafanyika taifa la Mungu, watu walioteuliwa na Mungu, watu waliopokea rehema za Mungu, ambao sasa ni wamilki na warithi wa ufalme wa mbinguni. Isingelikuwa ni kanisa la Makedonia, nafikiria mlango huu haungetupata. So Paulo akawaambia hawa Wayahudi, sasa nimewaacha na nimeenda sasa kwa watu wa mataifa. Jina la Bwana litukuzwe. Soma wa Matendo ya Mitume 18 mahali tulikuwa, mstari wake wa 7. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 7. Akaondoka huko akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja wa sinagogi. Ameingia sasa kwa Tito Justus, a man who was a Gentile, but he worshipped God. Na aliishi kando ama karibu na sinagogi. Mstari wa 8. Na Krispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia waliamini, wakabatizwa. Yani hawa watu sasa wameanza kuingia watu wa mataifa. Wamesikiliza maneno ya Paulo. Paul tired them with the gospel. Aliwahubiria kila mahali. Mpaka wakati mmoja wanaambiana, ukweli ni ya kwamba maneno ya huyu mtu yanaweza kuwa ni maneno ya ukweli. Na Bible inasema ya kwamba huyu mtu ambaye alikuwa wa mataifa aliitwa Crispus, na kiongozi katika sinagogi, pamoja na familia yake, wakaamini maneno ya Paulo, wakaweka imani yao ndani ya Yesu, wakakubali wokovu. Jina la Bwana litukuzwe. Walipookoka, na ndio walikuwa viongozi wa sinagogi, sasa mlango wa mahubiri ukapatikana, na wakaanza kuhubiriana, wakampatia Paulo nafasi, na akakuwa very vibrant,
katika mahubiri ndani ya sinagogi, na wengi wa Korintho wakakubali na wakaokoka. Bwana asifiwe. Mstari wa 9, walipookoka wengi na wakakubali Yesu, viongozi waliokuwemo wa Kiyahudi na Wagiriki wakaangalia vile Paulo anafanya, na wakajua ya kwamba ana uwezo wa kubadilisha mji wote wa Korintho. Bwana asifiwe. Najua kila waliangalia kwanza sio vile ambavyo watasaidika kiroho, kama vile watapoteza mapato kwa sababu ya watu wengi kuokoka. Makahaba wameokoka, wameachana na kazi ya ukahaba, wanakimbia kwa Yesu. So viongozi hawa wanaona ya kwamba uchumi wao sasa utaanzia kudhoofika, mambo yao yataanza kuharibika. Wakaploti vile ambavyo watakavyomkomesha Paulo, na njia wangetumia ni gani? Ni kwenda kwa viongozi wa sinagogi na waambie juu ya Paulo na vile anabadilisha watu wengi, na uchumi wa nchi umeanza kudidimia. Jina la Bwana litukuzwe. Kumbe yule wanaenda kwake, hata yeye sasa ameokoka. Haleluya. Najua kiongozi akiokoka, watu wengi wanaanzanga kuwa na kicho cha Mungu, kugea na wetigeri wa Ngai. When a father in the house gives his life to Christ, mama anaangalianga na anaona hana lingine ila tu akubali kuokoka. Amen. Kuna mahali tulienda juzi, mama akatuambia mzee aliokoka, na yeye akakaa, aliwaambia mwaka mzima haendagi church. She was a Catholic initially, na alishindwa kweli huyu mzee ameokoka. Akamtazama kwa mwaka mzima, alipoona kweli mzee habadiliki, sasa na yeye akatoa the line pamoja na yeye na uzao wake wote, wakamkubali Yesu. Hivyo ndivyo inavyokuwa when the head submits to Christ. Hawa wengine wanakubaliana. Bwana asifiwe. So Paulo anaenda kushtakiwa kwa viongozi wa sinagogi, na kumbe yule kiongozi hata yeye mwenyewe amehubiriwa na injili imepenyeza katika moyo wake. Yeye pamoja na familia yake wamempokea Yesu. So Paulo alipopelekwa mbele zake, ile kesi haingeweza kusimama. And God knows how to work it out. Mungu hujua vile atatatua mambo. Jina la Bwana litukuzwe. Walipoamini wakabatizwa. Kwa nini wanabatizwa? Ili utu wa kale sasa uondoke, wafanyike viumbe vipya. Mstari wa 9, Biblia inaelezea juu ya usiku moja Mungu amemtokea Paulo, na anamtokea katika maono. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu atokea watu wake, na mara nyingi anawatokea kwenye maono, kwa kuwa hii kazi siyo yetu, kazi ni yake. Bwana asifiwe. Galia neighbor, mwambie kazi siyo ya mchungaji, kazi ni ya Mungu. Sisi ni vyombo tu vya kufanya kazi yake. Haleluya. Amen. Si tusome mstari wa 9 usikie. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku,
usiogope. Yani Bwana anamwambia Paulo usiku ya kwamba usiogope. Na ukitaka kujua ya kwamba Mungu anataka kudeal na wewe na anapenda akutumikie, ile kitu ya kwanza anakabiliananga nayo inaitwa uoga. Amen. Amina. And by the grace of God on Sunday, Mungu atanisaidia nikufundishe uoga aina 7 ambayo unafaa ukabiliane nayo. 7 types of fears that you are supposed to deal with as a believer. Amen. Because God will never work with cowards. Amen. And how do we become cowards? In the absence of the Spirit of God. You are a coward. But when you receive the Holy Spirit, you can walk boldly. You can preach boldly. You can stand before any man and declare the words of God, because these words are not yours. They belong to God. Praise God. So Mungu anamtokea Paulo, anamwambia usiogope. Ndiyo maana hapo baadaye utaona Paulo akiwa na ufahamu wa kutosha ya kwamba anaenda kushikwa na atiwe korokoroni, lakini roho wa ujasiri unamwambia enda. Amen. You remember when God was calling Joshua? Immediately when Moses died, God came unto Joshua na anamwambia Joshua, Joshua my servant, my servant Moses is dead. Sasa inuka uongoze hawa watu. Na kile cha kwanza anamwambia ni kumwambia usiogope. Fear not. Be courageous. Galia neighbor, mwambie ufalme huu sio waoga. Amen. Murore umugeithie, msalimie, mwambie neighbor, ufalme huu sio wa waoga. This kingdom is not for cowards. Na Bible inasema hivi, hata tutakapofika mbinguni waoga watafungiwa nje. Hallelujah. You know, fear is the absence of courage. And the reason why we fail in life is fear. The reason why you are not making it is called fear. You don't want to try because of this issue of fear. The monster of fear. It has affected many lives and affected them negatively. So God is telling Paul, do not fear. If you see something that God is repeating in every opportunity ambayo anapata, anaambia mtumishi wake usiogope. If there is something that I fight against in my life, it is the spirit of fear. Amen. Uoga unasaidianga mtu kuishi akiwa mtumwa. This world needs courageous people, those who are as bold as a lion. You remember one time Jesus alitumana na ujumbe huu kwa was it Pharaoh? No, kwa we call this king. Aliyemtumania akamwambia, akasema kwenda uambie huyo bweha Herode. Akamwambia enda umwambie huyo bweha ya kwamba niko hapa siku 3. In other words, anamwambia nasiogopi.
He was not a fearful person. ndari mundu wetigagira Hata alipojua anaenda kusurubishwa, ona riria amenyaga athie kwabo sio ya kwamba alikuwa mpumbavu. titondu ari ati Alijipeleka mwenyewe, etwaraga we mwene alijitoa mwenyewe, erutire we mwene alikabiliana na mauti ahuranire na gikuo akiwa na uwezo wa kuikataa. ari na uhoti wa kukirega Alikuwa na ujasiri. ni ari no shaba Remember about the apostles, no ririkane wale mitume vile walivyouawa, atomoria moragi na Bible husema walikuwa tayari sana na Biblia leo gamare wakatwe mpaka vichwa, meharirie muno wateswe kwa sababu ya Yesu. mathenio ni tondu wa In Yesu the absence of fear. athini wa guoya gukoro kwa guoya Praise God. amina You become a very courageous person. utare na guoya ukoragwo we People are tormented by fear. andu ni mahinyiriirio ni guoya muno Bwana asifiwe. ndani ya rogoshwa Wale wanakunywa dufi, haleluya, na sio kukanywa mlikanywa na daktari. Ni uoga. Ni uoga. ni guoya tu Ndagioke hujia dufi ati uria ri njega. Nyua no unyua kimenyaga ni guoya urakuria. kunywa ukijua ya Tiga kwamba kujustify guoya. Najua shetani hana trick mbili katika maisha. Ana kambinu kamoja aliona binu imwe kanaitwa uoga. kale gatagwo guoya Angalia mambo yote na maodo modho ambayo shetani anafanya, maria mushukani akaga fundamentally anatumia uoga, muthigine wamo ahuthagira guoya na ndiyo Bible inasema wenye dhambi na nike Biblia yugate ya wanatorokanga hata bila kuwa wamefukuzwa. moraga ona mataigati. Kwa nini wanatoroka? Moraga neki ambia neighbor ni uoga. Murigani wako ne guoya. Praise God. So God is telling Paul in a vision, ambia Paul, fear not, do not fear, I am together with you. If you can get a certainty that God is on your side, unaweza deal na uoga. No deal na guoya. Kati moja nilikuwa nimeajiriwa, niliona kweli ninafinyiliwa, lakini uoga ulikuwa unaniuliza hivi, unaacha hii kazi ukulage nini? Wewe no uguturie we ngombo. Uoga unaweza kufanya uwe mtumwa. Amen. Fear. Galia neighbor mwambie fear. Hata uoga kazini utakufanya mtumwa wa hao wengine, kwa sababu unaogopa usivutwe. Waambie siwezi vutwa hapa. Kama ni Mungu alisema kazi ni yangu, sasa kazi ni yangu. Nikasema wakati moja nitaacha hii kazi. Shetani yule awendaga ndore ndigobo akajuria tiriri. Shetani ambaye alitaka niwe mtumwa akaniuliza unaacha kazi utakula nini? Ciana ne wahingia igiriri. Watoto sasa umefikisha wawili. Ciriri agaki. Watakuwa wakila nini? Ciguthoma naki. Watasoma aje? Uririhaga nyumba naki. Utalipa nyumba na gari. Yona hai kweli agawere Kenya ndige kuotigai. Tondu riri kwa sababu there is fear of uncertainty of tomorrow. Every time that God calls you, na anakuambia wacha, lazima uache. Nilipoamua kabisa, nikasema kama tutakufa, tutakufa bila kuwa mateka wa hii job. I immediately left it. Praise God. Na Mungu akaanza kutembea pamoja nasi. Uoga utakufanya uishi ukiwa mateka. Galia neighbor mwambie kuona ya kwamba uliokoka, wacha uoga. So Bwana anamwambia Paulo, usiogope. Enenda ama endelea kuwahubiria hawa watu na kunena maneno ya ufalme huu, na tena usiogope. Praise God. Be as bold as a lion. Kwa nini hauhubiri wenye dhambi? Kwa sababu ya uoga. You have what it takes. The only stumbling block is fear. Amen. So in verse number 10,
mũraini wa 10 God is giving Paul an assurance. Ngai nĩarahakikishĩra Paulo Na namwambia, for I am together with you, na kama nĩgũkorwo ndĩ hamwe nawe and no one will attack you or harm you. gũtirĩ mũndũ ũngĩkũgĩtĩra hikinya kana mũndũ ũngĩkũhutia. For many people in this city, nĩ tondũ andũ aingĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ they belongs to me. nĩ akwa niĩ. Kumbe Mungu anajuanga kumbe Ngai nĩamenyaga atĩ walio wake. arĩa marĩ ake. Anamwambia Paulo, akĩara Paulo hata kabla ya waokoke. ona matanahonoka. Paulo, nisikilize. Paulo thikĩrĩria. Katika ule ujasiri ulio nao, thĩinĩ wa ũcamba ũrĩa ũrĩ naguo elewa vyema, taũkwo wega katika mji huu wa Corinth, thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa watu wengi andũ aingĩ ni watu wangu. nĩ andũ akwa. Nienda mwambie watu wengi ni wa Mungu. rora mũrigani wako mwĩra andũ aingĩ nĩ a Ngai. Ndani ya roho sho. Bwana tukuzwe. Nginya arĩa wonaga makiũrũra matahonokete, mpaka wale ambao wanaenda tu hivi na ni andũ a Ngai. ni watu wa Mungu. It is only they have not received ni vile tu hawajapokea this gospel. injili hii. Immediately you preach to them, ukishawahubiria tu God will use you. Ngai nĩagũkũhũthĩra. He will come to you. nĩagũka harĩwe. He will minister unto them, nĩagũmatungatĩra. because many people nĩ tondũ andũ aingĩ belongs to him. nĩ a Ngai. Amen. Amina. Angalia neighbor, mwambie hata hao unaonaga wenye dhambi rora mũrigani wako mwĩra nacio ona ni wa marehia Mungu. ona Ngai na wanangojewa na nĩmetereirwo katika ufalme huu. thĩinĩ wa ũthamaki. When this church was being built, rĩrĩa kanitha ũyũ wakagwo those who built it arĩa mawakaga walijenga wakiwa na mawazo makire mena meciria ya kwamba hili kanisa atĩ kanitha ũyũ litajaa watu nĩ ũkaihũra na lijae pomoni. na ũihũre. Kwa nini halijajaa? nĩkĩ Kwa sababu wewe unaogopa wewe nĩ ũretigĩra kuambia watu waje kwa Yesu. kwĩra andũ moke kwa Jesũ. Unaogopa nĩ ũretigĩra kuambia waje kwenyu kanisani. amoke kanitha-inĩ. Angalia neighbor, mwambie usiogope tena. mũrigani wako mwĩra ndũgetigĩre rĩngĩ. Eliminate fear. Ondoa uoga. eheria guoya wothe. Simama kwa miguu simama yako. na magũrũ maku. Salimie watu wawili, waambie wacha kuwa muoga. geithia andũ erĩ atatũ mere tiga guoya. The devil uses a weapon that is called fear. mũcukani ahũthagĩra itharaita rĩtagwo guoya. Lakini jaribu. no geria tu. I remember my first time to drive. no ndirikane ihinda rĩakwa rĩa mbere ya ku drive. Nilibeba mama mchungaji ndakuire mama mchungaji akiwa na mama askofu. marĩ na mũtumia mũtungatĩri wa Bila askofu. mimi kuwa na driving license, itarĩ na marũa itarĩ ma na driving gũtwarithia, license na hata bila uzoefu wa kuendesha na gari. ndiamenyerete gũtwarithia ngari. Kile nilikuwa nacho kingi kĩrĩa ndarĩ nakĩo kĩingĩ ni ushamba. nĩ ujasiri. Ni ushamba. ujasiri. Waambie ingieni hapa. agimeregerai Tunatoka na Nyuki tunaenda Oljororo. tukiuma na Nyuki twathiaga Njororoko. I remember we came across a bump. no ndirikane ndĩtwakorire handũ bump. Nikashindwa nita reduce speed aje. ngĩrigwo ngũ reduce ihenya rĩu atĩa.